Mheshimiwa wa Arumeru Magharibi anataka kufahamu lini serikali italeta marekebisho ya sheria ya ndoa kuhusu ndoa za jinsia moja au muswada wa sheria kupiga marufuku ndoa za jinsia moja. Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Jumanne Sagini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa kifungu cha 9 cha sheria ya ndoa sura ya 29, ndoa imetafsiriwa kuwa makubaliano ya hiari kati ya mwanamke na mwanaume kuishi pamoja, na inaweza kuwa ya mume mmoja na mke mmoja au mume mmoja na wake zaidi ya mmoja. Hivyo sheria yetu haitambui ndoa aina nyingine yoyote isipokuwa kama ilivyotafsiriwa katika sheria tajwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kutekeleza mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai, ambapo tupo katika hatua za mwisho za kukamilisha mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali za haki jinai, the Criminal Justice Miscellaneous Amendment Bill, ambapo kifungu cha 176 cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 kimependekezwa kufanywa marekebisho ili kudhibiti vitendo vya ukiukwaji wa maadili ikiwemo vitendo vya ndoa za jinsia moja. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Esther Bulaya, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niulize maswali mawili ya niongeza. Swali la kwanza, kumekuwa na ongezeko kubwa la ndoa za utotoni na kumekuwa na unyanyasaji wa hao watoto ambao wanaolewa wakiwa wadogo. Serikali mna mkakati gani wa kukomesha ndoa za utotoni? Lakini pia kumekuwa na manyanyaso sana ya wanawake kupigwa na kunyanyaswa wakiwa kwenye ndoa. Je, mmefanya utafiti wa kutosha kuona hayo manyanyaso yako makubwa kiasi gani? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu ndoa za utotoni kukomeshwa, ni kweli matukio haya yapo katika baadhi ya maeneo, lakini yanadhibitiwa kwa sheria mbalimbali ikiwepo sheria ya mtoto inayozuia mtoto kufanywa vitendo vya udhalilishaji, unyanyasaji, ikiwa ni pamoja na ndoa za utotoni. Kwa hiyo tuna imani sheria hiyo ikisimamiwa vema, ikiwa ni pamoja na wananchi kuielewa na kuchukua hatua za kutoa taarifa kwenye vyombo vya usimamizi wa sheria ili hatua stahiki zichukuliwe, ikiwa ni pamoja na kufikishwa mahakamani, then tutakuwa tumesaidia kukomesha jambo hilo. Lakini lo muhimu kuliko yote ni wananchi wa Tanzania kuzingatia maadili, mila na desturi zetu ambazo zinazuia mtoto kufanya vitendo vya udhalilishaji, ili hatimaye tuwe na kizazi ambacho kiko katika malezi yaliyo bora zaidi. Kuhusu manyanyaso ya wanawake kupigwa, ni jambo ambalo limepigiwa kelele mara nyingi, na sheria zetu za jinai haziruhusu, sio mwanamke tu bali hata mtu yeyote kupigwa. Kwa hiyo inapotokea mwanamke kapigwa kwa sababu tu ya kuwa katika ndoa, sheria zinaruhusu mwanamama huyu kulalamika katika vyombo vya usimamizi wa sheria ili hatua za kisheria zichukuliwe dhidi ya wanaume wanaokiuka misingi bora ya ndoa zetu, ikiwa ni pamoja na kuepuka kuwapiga wake zetu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Dr. Ndio, endelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Baada ya maoni yale yaliyokusanywa na tukapewa muda kama mwaka mzima mwaka jana, ni lini sasa mtaleta ile sheria ya ndoa hapa bungeni? Ule mswada mtauleta lini? Asante. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyojibu katika jibu la msingi la swali husika, nimesema serikali iko katika hatua za mwisho za kukamilisha marekebisho, kuandaa mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali za haki jinai, na swala kama anavyouliza Mheshimiwa mbunge Ntea Ntara daktari litazingatiwa ipasavyo.